dhidi ya KMKM kombe la shirikisho barani Afrika. Mmejitayarishaje? Asalamu alaykum. Kwa niaba ya wachezaji, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kupita mchezo wa kesho. Tumeendelea kufuata maelekezo ya walimu katika uwanja wa mazoezi. Leo mazoezi yetu ya mwisho ili kujiandaa kwa mchezo wa kesho ili tukamilishe mchezo dhidi ya KMKM. KMKM tunaheshimu, na timu nzuri, wana wachezaji wazuri, na mpaka wamefikia hatua hii basi wana timu bora. Sisi kama wachezaji tutaenda kuwaheshimu ili kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Kama kawaida unajitambulisha jina na chombo chako, unauliza swali. Karibu. Naitwa Beth Msole kutoka PMTV. Faisal Salum, hii sio mara yako ya kwanza kucheza na wapinzani kutoka Zanzibar. Umeshacheza mechi nyingi na wapinzani tofauti tofauti. Sasa ipi tofauti ambayo tunakwenda kuitazama kesho dhidi ya KMKM? Mechi itakuwa rahisi. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu kama nilivyosema awali, KMKM wana timu nzuri. Na hasa tukicheza na Zanzibar na bara, mechi kidogo inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tunajua katika mchezo wa kesho utakuwa mchezo mgumu sana, lakini sisi tumejiandaa kiakili pamoja tukiwa uwanjani. Swali jingine? Maswali? Kuna advantage yoyote pengine kucheza katika sehemu ambayo ni nyumbani kwa upande wako, lakini pia tukitazama umetoka kutumikia timu ya Taifa Stars, unapata muda mchache kuungana na timu? Advantage ipo kwa sababu hapa ni nyumbani, sio? Hapa ni nyumbani, na mimi kama mchezaji nitashirikiana na wachezaji wenzangu ili kuonesha kitu na kuivusha Azam FC katika kuingiza katika group stage. Na sisi kama wachezaji tunalijua hilo, na kiu yetu kubwa kwenda kuivusha Azam FC katika group stage, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo tumekuja kufuata matokeo katika ardhi ya nyumbani ili kuondoka na pointi 3. Uliza. Naitwa Nasib, natokea Clown. Swali kwa Faisal. Faisal, sisi Tanzania tunakutazama wewe kama mchezaji kioo, kwa maana star ambaye unacheza Azam FC. Azam FC haijawahi kucheza mashindano ya CAF kwenye hatua ya group stage. Watu wote imani yao ni kwako wewe kama mchezaji, lakini pia kuwasukuma na wachezaji wenzako, licha ya mwalimu atakuwa anafanya hiyo kazi kuhakikisha timu inafuzu kwenye makundi. Pengine wewe binafsi utajisikiaje ikitokea kwamba umefanikisha Azam FC umeenda katika makundi na ukacheza makundi, kwa sababu pia naamini hata wewe mwenyewe kama mchezaji unatamani kufanya kitu kama hicho, na nguvu yenu sasa kuhakikisha kwenye michezo miwili, maana yake ya hapa Zanzibar na kwa nyumbani kwenu pale Azam Complex? Sisi kama wachezaji tumekaa na tunalijua hilo, kwa nguvu yetu kubwa sasa hivi ni katika hizo mechi mbili, ugenini na nyumbani. Lakini focus yetu kubwa kama wachezaji ni mchezo wa kesho, kwa sababu tunapopambana kesho kupata matokeo ugenini, tunajua jinsi gani kwenda nyumbani ili kuimaliza mechi. Kwa hiyo tutaendelea kumsikiliza mwalimu ambaye anatuelekeza ili kuvuka katika hatua hii na kuweka historia katika klabu ya Azam FC kama mimi mchezaji pamoja na klabu kwa ujumla. Kwa hiyo tumejiandaa hilo. Karibu. Faisal, mara ya mwisho kushiriki michuano umetolewa katika hatua za awali mapema kabisa. Tukitazama mwalimu Ibenge, tuambie ni mwalimu ambaye ameongeza kitu gani kwenye michuano hii? Mwalimu Ibenge ameongeza kitu kikubwa. Yaani ameongeza kitu kikubwa na ametupa mbinu ambazo za mashindano ya kimataifa kabisa. Ndio maana mpaka ukafikia hatua, tumefikia hatua hii ambayo hatujawahi kufika tangu klabu ianzishwe. Na imani kwa kupitia mazoezi ya leo tutaenda kufuata mbinu zake ili tuvuke group stage, ili tuweke historia pamoja na yeye. Kwa hiyo tunafurahi na tunasikia faraja kuwa naye. Maswali mawili ya mwisho. Hakuna swali? Umeridhika? Kuna swali? Karibu. Naitwa Moransi kutoka MTV. Kuna neno gani kwa mashabiki wa Azam FC ambao wana imani na nyie na matarajio makubwa, kwa sababu na kikosi kizuri ambacho kinaweza kufanya vizuri kwa sababu mnakuwa mwenyewe sio kwa mimi nawaomba sana mashabiki wa Azam FC katika mechi ya kesho wajitokeze kwa wingi ili kuja kuishangilia timu yao, kwa sababu wanapokuja kuishangilia timu yao sisi wanatupa nguvu ya kupambana na kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji wao tunawaahidi tutawaangusha na kupambana zaidi. La nyongeza hilo. La mwisho hilo ndio tunafunga hilo. Karibu. Tuambie kwenye ile laki mpaka kishinda 70.